tumefundisha kuhusu umuhimu na ulazima wa kuwa hai kwa dini yako, kwamba ni lazima umfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyanja zote. Na tukasema kuwa kwetu Mtume kuwa kielelezo chema ni katika mfumo mzima wa maisha yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi kama sisi tunavyoishi, ni mwanadamu kama sisi tulivyo wanadamu, na neno hili ni wanadamu kama tulivyo sisi wanadamu. Huwa tunapenda tukifika hapa tubainishe kwa baadhi ya ndugu zetu ambao husema rasulul bashar la kal bashar, kwamba mtume ni mtu si kama mtu. Maneno haya sio maneno ya kutafutiwa aqwali ulama katika kupingwa hayo, sio maneno ya kusema bwana chuoni fulani kasema. Ni maneno ambayo wewe unapoyasema kama Muislamu kwamba rasulul bashar la kal bashar, huwa umeamua mwenyewe kupingana na Qur'an, huwa mwenyewe umeamua kupingana na Allah. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme, qul, sema, innama ana basharu mithlukum, hakika mimi ni mwanadamu mfano wenu, ni mwanadamu kama nyinyi. Kwa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwanadamu kama sisi, mwanzo ni dalili kwamba mitume wote ni wanadamu kama sisi, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajatuletea mtume katika malaika. Kwa nini Allah hakutuletea mtume katika malaika? Kwa sababu lau tungeletewa mtume katika malaika tungekuwa na udhuru tukasema mtume wetu ni malaika. Malaika sifa zake na maumbile yake ni tofauti na sisi. Huoni kwamba ambayo anatufundisha yatakuwa ni mazito kwetu? Haya, mfano malaika miongoni mwa sifa zao mwanzo, laisu lidhukuri wala inath, si wanaume si wanawake, hawana jinsia. Pamoja na kwamba wako washirikina ambao wanasema malaika ni mwanamke, kama mifano ambayo mnaiona katika filamu na mitandao za kikafiri kwenye kuthibitisha au kukiri kwao kwamba malaika ni wanawake. Leo hii hata mwanadamu au mtu akimuona mwanamke mrembo anamuita malaika, wewe ni malaika wangu. Maneno haya yanatamkwa kwa sababu ya asili ya watu wanaosema kwamba malaika ni wanawake. Maneno haya yamefanyiwa raddi ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akalibainisha hilo kwamba malaika si wanawake, na ambao wanasema kwamba malaika ni wanawake, Allah anawauliza, mmeshuhudia maumbile yake? Ama nyinyi ndio ambao mmewaumba hao? Lau Allah subhanahu wa ta'ala angeleta mtume katika malaika, tungekuwa na sababu nyingi za kukimbia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa yeye ni katika wanadamu, hatuna njia ya kuepuka hilo. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemleta akiwa ni miongoni mwa wanadamu ili iwe rahisi sisi kumfuata huyo mtume. Sasa mtume huyo ambao tumeona umuhimu wa kumfuata, tunamfuata kwa lipi? Tunamfuata kwa swala zima la dini, kwa kuwa yeye maisha yake yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni dini. Kula kwake ni dini, kulala kwake ni dini, kuamka kwake ni dini, kutembea kwake ni dini. Kila chake ambacho anachokifanya kilikuwa hakiko nje ya dini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi kama Waislamu tunahitajika tuwe tunamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila sehemu yetu kwenye maisha ambayo tuko nayo.
Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kampa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheria, ambayo sheria hiyo ndio dini yenyewe. Allah anasema katika suratu Shura aya 13, anasema shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan, amekupeni sheria ya dini, amekupeni sheria ile ile ya dini ambayo dini hiyo alihusiwa Nabii Allah Nuhu alayhi salam. Juzi tumesoma aya katika suratul A'raf aya 157, Allah subhanahu wa ta'ala akisema alladhina yattabi'una an-nabiyya, wanamfuata nabii, alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya, ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi. Kwa hapa tukapata kwamba ni mtume tunamfuata, na kwamba amekuja na maneno ambayo yanasadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati na Injili. Watu ambao wanamfuata huyu mtume, Allah subhanahu wa ta'ala amesema hao ndio wenye kufaulu. Kwa lazima tujue lile la kumfuata nalo ili tufaulu kwamba ni sheria, na sisi kama Waislamu tunaishi ndani ya sheria. Upende usipende, uko ndani ya dini ya sheria, sheria ambayo wenzetu waliokuwa kabla yetu walipewa hiyo sheria, wakaikeuka, wakaiacha, wakaitupilia mbali. Leo hii utapata ndugu zetu katika binadamu wanakwambia sisi hatuko ndani ya sheria, sisi tunaishi katika upendo wa Mungu, au maneno wa Kristo sema tunaishi katika upendo na neema. Maneno haya ni maneno ambayo hayana asili ya manabii, bali manabii wote walipokuja walithibitisha kwamba hawakuja kupinga sheria, bali walikuja kutimiliza. Nabii Allah Isa alayhi salam akija amesema musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurat, anasadikisha aliyokuwa kabla yake katika nini? Katika Taurat. Bali hata katika vitabu vyao wanasema msidhani ya kuwa nalikuja kutangua manabii, mitume, kuitangua Taurati wala manabii, bali kutimiliza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye anasema innama bu'ithtu liutammima, hakika nimetumilizwa kuja kutimiza nini? Makarimal akhlaq, tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo hao manabii wamekuja kutangaza dini ambayo ni sheria, na sheria hiyo wamepewa manabii waliokuwa kabla yetu, na wakaifanyia kazi sheria kama hiyo, na mpaka alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka, Mwenyezi Mungu amekupeni sheria ile ile ambayo amemuhusia sheria hiyo Nabii Allah Nuhu alayhi salam, walladhi awhayna ilayka, na sheria hiyo ndio ambayo tumekufunulia wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, na sheria hiyo tulimuhusia Ibrahimu na Musa na Isa. Hawa ni manabii watano ambao wametajwa katika aya hii: Nuh alayhi salam na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ibrahim na Musa na Isa. Hawa manabii watano waliotajwa ndio wanaitwa ulul azmi min ar-rusul, katika manabii bora ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewachagua, na wakapewa sheria ngumu, na wakapata mitihani katika dawa, na wakahimili na kuvumilia katika da'wa, wakaitwa ulul azmi min ar-rusul. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema an aqimu dina, kwamba isimamisheni dini, ina maana ishikeni sheria ya Allah.
an aqimu dina wala tatafarraqu fi, wala msifarikane katika dini hiyo. Kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi, ni makubwa sana kwa washirikina yale ambayo wanawaita na kuwalingania juu ya hayo, kwa maana wanawaita kwenye ushirikina. Ni jambo kubwa sana ambalo washirikina wanawaita juu ya hilo. Lakini Mwenyezi Mungu anasema Allahu yajtabi ilayhi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu katika hiyo sheria anamchagua amtakao, wa yahdi ilayhi man yunib, na anamuongoza katika njia hiyo na sheria hiyo mwenye kunyenyekea na mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Uislamu ni sheria, na kuna sababu kubwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuletea sheria. Leo hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika kila misikiti kumewekwa durusi. Watu katika fikira zao katika durusi kama hizi ni kwamba wanaongoa saumu. Hili neno napenda kulizungumza. Nasikiza darasa, unajua kidogo naongoa saumu. Wengine wakati shehe, ukiwa unatoa darasa hakikisha unachekesha watu. Yaani unkuja hapa tunkuja mahali pa kuchekeshana. Hakikisha unatoa stories za kuchekesha ili usiboeshe. Ama maneno ambayo tunaambiwa, alafu tunawaambia bila shukrani, unashika njia unaenda, kwa sababu maskini akili yake imeishia kwenye watu kuchekeshana. Na ndio maana unakuta darasa nyingi zinafanyika ndani ya Ramadhani, lakini natija yake inakuwa ni kidogo, kwa sababu watu hawajajua kwa nini mashehe wanaweka darasa katika misikiti. Watu hawajajua kwa nini watu wanafundishana. Wanajua darasa katika misikiti kwa sababu ya kwamba saumu isikushike sana, ili muda uweze kusonga mbele, ufuturu kwa haraka. Yaani hivi sasa watu wanafikiria namna ya kufuturu. Ndio maana kama yuko nyumbani pale akaona kuna vitu vinapikwa, akiona kuna kijinazi kinkatika, anachukua keke kando, takula wakati ni kifuturu. Kama muogo nachukua na kipande kile na kiweka kando, nitakula wakati wa kufuturu. Tunafahamiana vizuri. Kama ni chai pale atachukua kidogo yake kando, yaani haoni kwamba pia atangajiwa pale, anaweka kando. Ikifika time ya iftar, ana bakuli lake ambao amelijaza mbali na zile ambazo zimetayarishwa. Si hapa mmecheka. Yango mwachekeshe kidogo. Allahu Akbar. Lakini lengo ambalo tuko nalo mashehe ni kuifundisha sheria, ili baada ya kuisoma sheria watu itendee kazi nini? Sheria. Sasa leo mimi sitazungumzia sheria ni nini, lakini nataka kuzungumzia makasidi shar'i, makusudio ya sheria ni nini, kwa sababu kwenye makusudio ya sheria ndio kutatupa sisi tunahitajika kujua sheria ni nini, ili tuifuate na tuifanyie kazi, kwa sababu maisha ya mwanadamu ni kuishi ndani ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema wanazuoni kuna kitu wamekiita maqasid shar'iyya al-islamiyya, maqasid shar'iyya al-islamiyya, makusudio ya sheria ya Kiislamu. Kisha katika makusudio ya sheria ya Kiislamu wakatoa mambo matano ambayo yanaitwa hifdhu daruriyat al-khams, ni kuhifadhi dharura ngapi? Tano. Kuna dharura tano ambazo zinahitajika kuhifadhiwa. Waislamu wanahitajika kuzihifadhi hizo za dharura tano. Dharura ya kwanza akasema hifdhu din, ni kuhifadhi dini. Kuhifadhi dini ni vipi? Biiqamati sha'airi wa himayatihi min albid'i wat-tahrif, ni kusimamisha shiari ya dini. Shiar sijui nitumie lugha gani, kama sema shiari ya dini, kama nembo, kama bendera, kitu ambacho kinaashiria kwamba hii ndio dini yenyewe, Uislamu wenyewe.
na hili haliwi isipokuwa kwa Muislamu ndiye anaweza kuwa yeye peke yake inatosha kwamba yeye kuwa awe nembo ya dini. Anapotokezea mahali watu wajue kwamba huyu mtu ni Muislamu. Tunafahamiana Waislamu? Yaani wewe kama Muislamu ukitokezea mahali watu wajue kwamba umekuja Muislamu. Leo hii ukienda sehemu za bara, sehemu mbalimbali tofauti tofauti, unapotokeza mahali kama Muislamu, watu wanaweza kukutambua kwa sababu ya mambo mangapi? Mawili. La kwanza, umevaa kanzu. La pili, haujavaa kanzu lakini uko na ndevu na kofia, inajulikana huyu ni Muislamu.